juu ya adhabu za matukio yao. Tumeiandikia bodi ya ligi tukitaka kupata ufafanuzi wa kina na umma ukafahamishwa kwa kina kuna upekee gani wa tukio la Selemani Mwalimu lililopelekea kamati ya saa 72 kuchimbua kanuni nyingine tofauti na kanuni ambayo imeshahukumu wachezaji 5 msimu huu. Wachezaji hao walifungiwa mechi 5 na nyinyi wote ni mashahidi, lakini mmoja amefungiwa mechi 3. Klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi tukitaka kupata ufafanuzi juu ya jambo hilo, na tunaamini ni taarifa ambayo sio sisi tu pekee tunahitaji, umma pia umepigwa na butwaa kwamba mchezaji fulani kafanya kosa fulani, lakini yeye amefungiwa mechi 3 na wachezaji wengine 5 waliofanya makosa yanayofanana wamefungiwa mechi 5. Huyu mechi 3, huyu mechi 5. Upekee hiyo sayansi ambayo imetumika hapo katikati tumetaka kupata ufafanuzi wake. Kwa nini wachezaji hawa 5 kanuni iliyochukuliwa ni nyingine, na kwa nini Selemani Mwalimu kanuni iliyochukuliwa ni nyingine? Jambo la pili ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi. Jambo la pili, kamati ya saa 72 kama ambavyo kanuni zinatueleza, kwenye tukio la mchezaji Selemani Mwalimu, kamati hii imechukua muda mrefu kuja kutoa hukumu tofauti na wachezaji wengine au matukio mengine ya msimu huu kwenye ligi. Yakitokea matukio kwa mujibu wa taratibu, kamati hii ya usimamizi na uendeshaji wa ligi maarufu ikapewa jina la kamati ya saa 72 kwa kuzingatia saa ambazo watakutana baada ya mchezo fulani kumalizika na kuwa na matukio ya kujadili. Lakini kwa mchezaji Selemani Mwalimu, mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, kamati hii ya usimamizi na uendeshaji ya ligi imetumia muda mrefu kuketi kujadili mechi hiyo. Klabu ya Young Africans tumetaka tupate ufafanuzi, nini kilichelewesha kamati ya usimamizi na uendeshaji ya ligi kushindwa kuihukumu mechi ya Dodoma Jiji na Simba kwa muda ambao kanuni inatuelekeza. Ikapita muda mrefu ndio wakaketi na kuja kuijadili jambo hilo. Hilo ni jambo la pili ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans tumeliandika kwa bodi ya ligi tukihitaji kupata ufafanuzi wake. Jambo la tatu, kwenye taarifa ambayo tumeisoma, taarifa ambayo imetolewa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi yetu, kwenye mchezo kati ya Simba na Yanga, of course mchezo kati ya Yanga na Simba, kwenye mchezo kati ya Yanga na Simba uliofanyika New Amani Complex, kamati imeeleza waamuzi wasaidizi namba 1 na namba 2 wamekutwa na hatia kwa kushindwa kutafsiri sheria namba 11, sheria ya offside, sheria namba 11, mwamuzi namba 1 na mwamuzi msaidizi namba 2. Kamati imeketi kuutazama mchezo wa Yanga na Simba na ikabaini waamuzi hawa wasaidizi namba 1 na namba 2 walishindwa kuitafsiri vizuri sheria namba 11. Klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi kuuliza jambo moja. Kama waamuzi hawa wasaidizi namba 1 na namba 2 wote wamekutwa na hatia kwa kosa moja la kushindwa kutafsiri sheria namba 11, na taarifa ya kamati imeeleza waamuzi hao wamehukumiwa kwa kanuni inayofanana, kanuni ya 42.1.18. Je, imekuwaje mmoja afungiwe miezi 6, mwingine afungiwe miezi 3?
Klabu ya Young Africans tunataka tupate ufafanuzi wa kina. Kosa ni moja, kamati imejiridhisha kwamba waamuzi wasaidizi namba 1 na namba 2 wote wameshindwa kuitafsiri sheria namba 11. Sheria hiyo ni sheria ya offside, lakini adhabu imekuja, mmoja akafungiwa miezi 6, mmoja akafungiwa miezi 3. Tunataka tupate ufafanuzi wa kina. Je, huku ambako limesemekana kuwa goli, kamati ya saa 72 yenyewe ilijiridhisha kwamba Dube asingefunga? Kama huyu kamati iliketi ikasema goli lilishaingia, je, kamati ilijiridhisha ikaiona kesho kwamba Prince Dube asingefunga lile goli? Tunataka tujue sayansi iliyochakata hili jambo ili kuweka usawa, haki katika mchezo wetu wa mpira wa miguu. Ili kupata uhaki na usawa, klabu ya Young Africans tunataka tupate ufafanuzi wa kina, na tumeshaandika tayari kwa bodi ya ligi. Hapa kwenye adhabu, kama waamuzi wote walibainika wamefeli kwenye kuitafsiri sheria namba 11 ya mchezo wa mpira wa miguu, iweje leo mmoja afungiwe miezi 6, mwingine afungiwe miezi 3? Sayansi gani ipo hapo katikati? Ndio maana nimeuliza, je, kamati imehukumu huku kama kuna goli, alafu huku ikaona kwamba Dube asingefunga? Haya ni mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans umeandika kwa bodi ya ligi na tunataka ufafanuzi wake. Jambo la nne ambao tumeliandika kuulizwa kwa bodi ya ligi. Jambo la 4, kwenye taarifa ile ya kamati ya saa 72 kuna neno limetumika linasema mwamuzi, hebu ninukuu nisije nikazungumza kitu ambacho hakijaandikwa kwa ufasaha wake. Yes, hii hapa. Dakika ya 70 ya mchezo, mwamuzi huyo msaidizi namba 1 alikataa bao halali la klabu ya Simba. Taarifa ya kamati imeeleza, ambao wameitoa kwa umma, dakika ya 70 mwamuzi msaidizi namba 1 alikataa bao halali la klabu ya Simba. Hili neno bao halali, tumewauliza bodi ya ligi, kwa mujibu wa sheria za FIFA, sheria ambazo zinaongoza mchezo wetu, kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza ligi yetu, mwenye mamlaka ya kuthibitisha goli ni halali au sio halali ni muamuzi anayesimamia huo mchezo. Ndiyo mwenye mamlaka hayo, muamuzi, kwa mujibu wa sheria zote, sheria za FIFA, sheria za CAF na kanuni zinazoongoza ligi yetu. Mwenye mamlaka ya kutamka na kuthibitisha kwamba goli hili ni halali au goli hili sio halali ni muamuzi wakati wa mchezo husika. Tumeiandikia kwa unyenyekevu mkubwa bodi ya ligi ikaiulize kamati yake ya saa 72 imetoa wapi mamlaka ya kuutangazia umma kwamba kuna mechi lilifungwa goli halali hali ya kuwa muamuzi hakulikubali hilo goli. Tunataka tujue ripoti hiyo ipo kwenye ripoti ya mechi, au nani amekuwa na hayo mamlaka ya kuzidi muamuzi wa mchezo kuthibitisha goli hili ni halali au sio halali. This is very serious matter, na club Young Africans tuko very serious kwenye jambo hili. Taarifa hii imekuja kwa umma, imeshatengeneza sintofahamu, imeshakuwa na tafsiri tofauti na imehusisha mchezo wetu. Kwa unyenyekevu mkubwa tumetaka bodi ya ligi itueleze kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi, au kanuni zimechange, si hatujui.
wametoa wapi mamlaka ya kuthibitisha na kuutangazia umma kwamba kuna goli halali limefungwa tofauti na sheria zinavyoelekeza? Tumeandika kwa bodi ya ligi kupata ufafanuzi kwenye hili jambo. Neno goli halali, kamati imetoa wapi hayo mamlaka ya kupindisha maamuzi ya refari na kuutangazia umma? Tunafahamu wote jamani, narudia tena, muamuzi wa kati, tena sio muamuzi wa pembeni, msaidizi wa kwanza, wa pili, wala fourth official. Muamuzi wa kati ndiyo mwenye mamlaka ya kuthibitisha kwamba hili ni goli au kukataa hili sio goli kwenye mchezo husika. Filimbi yake akipuliza ndio tunasema ni goli. Kama kamati ilichakata ikagundua kuna shida kwenye waamuzi wasaidizi kutafsiri kanuni, kutafsiri sheria namba 11, kamati imetoa wapi mamlaka ya kuthibitisha goli ni halali? Hilo ni jambo la 4 ambalo tumeliandika kwa bodi ya ligi. Jambo la 5 ambalo klabu ya Young Africans tumeiandika kwa bodi ya ligi tukitaka ufafanuzi. Yes. Sisi kama klabu ya Yanga tunahisi kuna double standard kwenye baadhi ya maamuzi. Kwa mfano, kamati imeketi na ikapata mamlaka ambayo sijui imetoa wapi, ikasema kwenye mechi ya Yanga na Simba mwamuzi amekataa goli halali la klabu ya Simba. Lakini kulifanyika mechi hapa ya KMC dhidi ya klabu ya Simba. Mchezaji Selemani Mwalimu alifunga goli ambalo kwa marejeo ya picha na vyombo mbalimbali vya habari vimechambua hilo jambo, alifunga goli akiwa kwenye eneo la kuotea. Mechi ya KMC dhidi ya Simba Sports Club, mchezaji Selemani Mwalimu alifunga goli akiwa kwenye eneo la kuotea. Klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi tukiuliza, mbona kamati haikuwahi kutoa taarifa kusema kwamba mchezaji Selemani Mwalimu na yeye alifunga goli lisilokuwa la halali dhidi ya KMC? Kama kamati imeweza kusema mechi ya Yanga na Simba kuna goli halali lilikataliwa, kwa nini kamati ilikuwa bubu siku ambayo Selemani Mwalimu kafunga goli la offside? Kamati haikueleza kwamba mchezaji huyu amefunga goli lisilokuwa halali. Hatusemi kwamba tunatengua maamuzi ya refari, tunazungumzia namna ambavyo kamati inaendea haya mambo. Kama mechi ya Simba kamati imejiridhisha na ikatoa taarifa kwa umma, sababu sisi tunaamini taarifa hii ni taarifa ambayo kamati ya saa 72 imeipitia na wamekubaliana kwamba kwenye mechi ya Simba na Yanga dakika ya 70 kuna goli halali lilifungwa na limekataliwa. Lakini mechi ya KMC na Simba kuna goli la offside lilifungwa na Selemani Mwalimu. Sisi kama klabu ya Young Africans tumeiandikia bodi ya ligi kuiuliza, mbona kamati hapa ilikuwa kimya? Matokeo yangebaki vile vile, alhamdulillah. Lakini kamati ingesema pia mamlaka haya ambao wametumia kusema kwamba kuna goli halali lilifungwa, mamlaka haya wangeyatumia pia kusema kuna goli ambalo sio halali limefungwa na mchezaji Selemani Mwalimu dhidi ya KMC. Lakini pia ndugu zanguni, sijui na nyinyi mtafsiri, tumeshaandika tayari kwa bodi ya ligi. Mechi hiyo ya KMC na Simba hatukuona sisi mahala ambako waamuzi hawa wamechukuliwa hatua wa kushindwa kutafsiri sheria offside. Kama mechi nyingine zikitokea mwamuzi akishindwa kutafsiri sheria ya offside anapelekwa kuhukumiwa, kwa nini mechi hii ya KMC na Simba ambayo tuliona kuna goli la offside limefungwa hatukuona wale waamuzi wasaidizi wakichukuliwa hatua? Ndio maana tumekuwa na wasiwasi
na hii kamati ya uendeshaji kuwepo na double standard ya kimaamuzi. Si tunasimamia kwenye haki, tunasimamia kwenye weledi. Kama haki inatakiwa itendeke, basi ionekane inatendeka sehemu zote. Kama waamuzi wanahukumiwa kwa kushindwa kutafsiri sheria ya offside, kwa nini mechi ya Simba na KMC ipo kimya mpaka leo? Kwa nini kamati haikujadili kuhusu hayo matukio? Mechi ya pili, klabu ya Young Africans tumecheza mechi na JKT Tanzania pale KMC. Tumeandika na tumepeleka na ushahidi wa video. Matukio mawili ambayo tunaamini hayakupaswa kuhukumiwa kuwa offside. Mwamuzi msaidizi Glory Tesha aliyahukumu matukio mawili ya klabu ya Young Africans kuwa offside, lakini marejeo ya picha yanaonyesha matukio yale si offside. Tukio la Prince Dube, tukio la Alan Okello. Hatukuona mahala popote kamati ya saa 72 ikimhukumu mwamuzi msaidizi Glory Tesha kwamba ameinyima haki nafasi ya Yanga ya kufunga magoli, kama ambavyo mechi nyingine imehukumiwa sheria namba 11, mwamuzi akishindwa kuitafsiri anapelekwa kuhukumiwa. Kwa nini mechi hii ya Yanga na JKT imekuwa bubu? Kwa nini mechi hii hatujaona hukumu ikitoka? Matukio yanayohusisha sheria namba 11. Haya ni mambo matano ambayo uongozi wa klabu ya Young African Sports Club tumeyaandika kwa bodi ya ligi tukihitaji ufafanuzi wake, na tunaamini pia ni mambo ambayo tayari yameshagusa interest za umma. Tunatamani bodi ya ligi pia wakiwa wanatujibu sisi klabu ya Young African Sports Club wawajibu pia na umma juu ya mambo haya ambayo tumeyaeleza kwa ufafanuzi wake. Hii tunavyozungumza usawa na haki kwenye ligi yetu, ionekane kweli usawa na haki kwenye ligi upo. Tunavyozungumza haki inatendeka, basi haki ionekane kweli inatendeka. Isitokee upande mmoja ukaumizwa, upande mwingine ukapata favor. Isitokee favor ikaja upande wetu tukaumiza watu wengine. Kama tunasimamia haki, basi tuhukumiwe wote kwenye mstari mmoja unaofanana. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, uongozi wa klabu ya Young Africans ulikuwa na hayo ya kuwaeleza mchana wa leo, na kwa sababu tumekuwa tukipokea maswali mengi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu, ni vyema sasa wanachama na mashabiki na wao wakapata taarifa kwamba tayari tumeshaandika malalamiko yetu kwa bodi ya ligi, na tunaamini yatakwenda kufanyiwa kazi. Tutapata majibu. Kama hamtapewa, sisi tutawapa tutakapoyapata. Tusipoyapata pia tutawaambia kwamba hatujapewa majibu. Lakini haya mambo matano ni mambo ambayo tumeyaandika kwa bodi ya ligi, tumeyahoji na tunataka ufafanuzi wake. Na sijamtaja Ibrahim Baka peke yake. Tukio la kwanza au malalamiko yetu ya kwanza ambayo tumewasilisha bodi ya ligi ni hilo ambalo umesema. Tumetaka kufahamu ni sayansi gani imetumika kwa mchezaji Selemani Mwalimu kwa kosa alilofanya ikatafutwa kanuni tofauti, wakati kuna wachezaji watano wameshafanya makosa yanayofanana na Selemani Mwalimu wamehukumiwa kwa kanuni inayofanana 41-21. Nimemtaja Ibrahim Baka, nimemtaja Khalid Aucho mechi ya Singida dhidi ya TRA, nimemtaja Vitalis Mayanga mechi ya Mbeya City dhidi ya Simba, nimemtaja Alassane Kante mechi ya Simba dhidi ya Azam, nimemtaja Jonathan Soa mechi ya Simba dhidi ya Azam. Wote watano kamati iliwahukumu na kanuni ya 41-21 wakafungiwa michezo mitano. Lakini kwa Selemani Mwalimu amepewa mechi 3 na kanuni iliyomhukumu ni tofauti na ile ambazo zimehukumu watu watano. Sasa mashaka haya
Hatusemi kama kuna upendeleo, tuna mashaka ya kuwepo na double standard. Ndio maana tumeandia kupata ufafanuzi kwamba kwa nini huyu kumekuwa na upekee, adhabu yake imeangukia kwenye kanuni hii, alafu hawa watano adhabu yao ni kanuni hii. Basi la pili, tumeuliza huyu Selemani mwalimu